Katika mtaa wa Tandale, Dar es Salaam, kulikuwa na nyumba moja ya kupanga ambayo watu walihama mara kwa mara. Nyumba hiyo ilikuwa na milango mitatu. Mlango wa kwanza na wa pili walikaliwa, lakini mlango wa tatu haukuwa na mpangaji kwa zaidi ya mwaka mmoja. Watu walikuwa wanasema kuna mambo ya ajabu yakitokea kila mtu anayehamia mlango huo. Wengine walisema mtu aliyeingia humo kwa mara ya mwisho alihama usiku wa manane, huku akilia na kusema sio ndoto, ni watu kweli. Fatuma, mama wa watoto wawili aliyetelekezwa na mumewe, alikosa pa kuishi. Alipopata nafasi ya kupanga kwa bei rahisi kwenye mlango wa tatu, hakufikiria mara mbili. Aliona ni neema. Watu wa mtaa walimuonya, lakini hakuwa na pa kwenda. Usiku wa kwanza alisikia sauti ya miguu sebuleni, kama mtu anayetembea na viatu vizito. Alidhani ni watoto wake wanajifanya. Alipokwenda sebuleni, hakukuwa na mtu. Watoto walikuwa wamelala fofofo chumbani. Usiku wa pili, aliamka ghafla akihisi baridi kali sana, kana kwamba yupo nje. Dirisha lilikuwa wazi, ilhali alikumbuka kulifunga. Alihisi kama kuna mtu anamtazama ila hakumuona. Usiku wa tatu, mambo yalizidi kuwa mabaya. Mtoto wake mdogo wa miaka 4 alianza kulia usiku wote, akisema kuna baba mwenye uso wa moto anamtazama kutoka kona ya chumba. Fatuma alijaribu kuomba, alijaribu kufunga, lakini usiku ule aliona kivuli kikitembea hadi jikoni. Akakiona kikikata umeme na taa zote zikazima. Alikaa kimya mpaka alfajiri. Siku iliyofuata aliamua kuchukua watoto na kurudi kwa mama yake Kigamboni akiwa hana hata nauli ya daladala. Alitembea kwa miguu mpaka kituo cha busi huku akiwaangalia watoto wake kila dakika, akihofia kivuli kile kinarudi. Miezi 2 baadaye, mwanamke mwingine alihamia mlango wa tatu. Alikaa siku 5 tu. Halafu alitoweka. Simu yake haikupatikana. Polisi walikuja, wakaivunja nyumba. Ndani ya chumba walikuta ukuta mmoja umeandikwa kwa damu, usikae hapa. Sisi tunakaa hapa usiku. Fatuma alijaribu kusahau kila kitu kilichotokea kwenye mlango wa tatu. Alipofika kwa mama yake Kigamboni, alianza maisha upya kwa kuuza maandazi na vitumbua. Ingawa usiku bado alikuwa anaota ndoto za kutisha, aliishi kwa amani kiasi. Lakini siku moja askari wawili walifika nyumbani kwake. Walikuwa na picha ya mwanamke aliyepotea kwenye mlango wa tatu. Walijua Fatuma ndiye mtu wa mwisho kuishi mule kabla ya tukio hilo. Fatuma aliitwa kutoa ushahidi. Aliposimulia yote aliyoyapitia, askari mmoja mzee alimtazama kwa macho ya huruma, kisha akasema, "Wewe hujui historia ya ile nyumba, ndio maana ulishindwa kuielewa." Fatuma akauliza, "Kuna nini pale?" Mzee huyo akaanza kusimulia. Miaka mingi iliyopita, kabla ya nyumba hiyo kujengwa, kulikuwa na uwanja ambao uliwahi kutumika kwa mafunzo ya kishirikina. Wachawi walikusanyika hapo usiku, wakichora alama ardhini na kutoa kafara. Baada ya mtaa kuendelezwa, watu walijenga juu ya ardhi hiyo, lakini roho zilizofungwa pale hazikuwahi kuachwa huru. Na mlango wa tatu ndio ulikuwa juu ya sehemu kuu ya kafara, mahali roho zilifingiwa. Askari waliamua kuifunga nyumba hiyo na kuwaita wachungaji pamoja na mashekh kuja kufanya maombi ya kuisafisha. Watu walikusanyika kushuhudia tukio hilo. Lakini kitu cha ajabu kilitokea. Walipofika mbele ya mlango wa tatu na kuanza kusali, ardhi ilianza kutetemeka kwa sekunde chache. Halafu ukuta mmoja wa ndani ukapasuka na kuachilia harufu kali ya damu iliyoiva. Kutoka ndani ya ufa wa ukuta zilitokea sauti zisizosikika kwa masikio ya kawaida. Wachungaji walilia, mashekh walitetemeka. Halafu pepo mkali ulivuma, mlango ukajifunga wenyewe kwa kishindo kikubwa. Mzee mmoja aliyekuwa miongoni mwa waombaji alitamka kwa sauti ya unyofu, "Hii si kazi ya binadamu. Wamefungwa hapa na hawako tayari kuondoka. Mtakavojaribu, hii ardhi haitakuwa salama tena kwa mwanadamu." Siku hiyo hiyo, nyumba yote ilivunjwa na sehemu hiyo kufungwa rasmi na serikali. Sasa ni eneo lililozungushiwa uzio wa bati na kuna bango linalosema, "Usikaribie, eneo hatarishi." Fatuma hakurudi tena Tandale. Lakini hadi leo, watu wanaopita karibu na lile eneo usiku wanasema kama kuna mtu anawaangalia kupitia mapengo ya uzio. Wengine husema wanasikia mtu anawapigia kelele akisema, "Rudisha funguo yangu Fatuma."